ni Sports Zone yana Kivona Sports. Bana Muro, vita ya Afrika ya Magharibi imehamishwa nchini Tanzania, kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapa namzungumzia Musa Pinpin Kamara, namzungumzia Djigui Diarra. Diarra amekutana na uzani mzito ndani ya msimu huu. Clean sheet ya 18 kwa Musa Pinpin Kamara, clean sheet ya 16 kwa Djigui Diarra. Ni sahihi kwa sababu unaangalia performance ya Simba tu kwa ujumla msimu huu ina factors, ina sababu zake kadhaa. Ikiwemo nyongeza ya wachezaji muhimu kwenye kikosi waliosajiliwa, kina Ahua tumewataja au kina Mpanzu, sio? Kina Ateba. Lakini eneo ambalo lilikuwa linahitaji nguvu sana baada ya Simba kugundua ingeweza kuwa ngumu kuwa na nani? Tunamzungumza Lakredi Ayub. Msimu huu moja kati ya sajili zao bora wamezifanya. Whatever watakuwa wanamjaji kwenye mabao aliyofungwa, yanaweza kuwa kuna baadhi yalikuwa yana makosa yake ya moja kwa moja, lakini Papa Kamara ameleta standard nyingine ya tofauti kwenye timu. Hasa wakati huu ambao Manula hakuwa kwenye mipango, Lakredi hakuwa kwenye mipango, tena alikuwa na train tu na timu, ila hakusajiliwa kabisa msimu huu. Lakini unazungumza Abeli na Ali Salim, nani alikuwa anamchallenge Kamara? So probably alibakia kuwa kwenye top yake. Djigui kuna wakati alikuwa na majeraha, wakadaka kina Msheri, akina Komei na Abubakar kama ile mechi ya Mashujaa, sio? Lakini bado unaangalia Djigui pia akiwepo msimu huu pia kuna makosa ameyafanya ambayo yalimnyima kuondoka na clean sheet. Mechi ya Ken Gold walishinda 6-0, lakini bao la Sele Bwenzi lilienda kuharibu kabisa sifa yake. Alifungwa bao la mita zaidi ya 50 kutoka kwenye ile halfway spot, kwenye kiduara cha mstari wa katikati ya kiwanja, alipigwa bao. Mechi dhidi ya Singida Black Stars wanaongoza 2-0. Angalia bao lofunga Soa, ule mpira wakati unapigwa na Edmund John, inawezekana ilikuwa ni katika nyakati ambapo unasema kwa goalkeeper daraja lake ana save tu vizuri. Lakini aliutema ule mpira kwa Soa, Soa akafunga bao. Kwa hiyo kuna mabao ambayo yamefungwa, unasema hii sio daraja la Djigui Diarra kufungwa. Inawezekana yeye ni mwanadamu. Sisi sio mashine tu yenyewe zinafanywa service. Magari yanafanywa service. Kashakaa kwenye top misimu 3 mfululizo, yuko top. Katika ujio wake Yanga imechukua ubingwa mara 3 wa ligi. Bingwa mara 3 wa michuano ya FA ya TFF. Finali ya kombe la shirikisho. Robo finali ya Champions League. Hatua ya makundi ya Champions League. So kwa upande wake amefanya kila alichofanya kwa misimu yote, lakini kuna muda unatakiwa ufanywe kitu kinaitwa rejuvenation. Yani wakati unaonekana Hamisi amechoka, rejuvenation ni namna gani tunamrudishia uhai, awe mpya. Kwenye simu zetu tunasemaga tuna refresh. Kwenye kompyuta tuna refresh, sio? Kwa sasa kwa binadamu na baadhi ya nature ya viumbe tunasema ana rejuvenate. Anapaswa kurejea tena kwenye uhai upi sasa? Inaweza kuwa kumrejesha golikipa kwenye uhai wake ni either kuwa kumsajilia golikipa ambaye atampa ushindani, probably atamrudisha kwenye utimamu, either kuboost maslahi yake, either kumhusisha na namna ambavyo labda hamrizishwi na kiwango chake, bwana kuna namna msimu huu tunaweza tusiongeze. Sasa akishagundua hakuna soko lingine huko ambalo linampoint yeye pale, kwa vyovyote vile lazima apiganie ugali wake. Kumbuka hayati Magufuli alishakwambia kuna vita ngumu kama vita ya kiuchumi. Sasa pale ukishatingisha uchumi umeingia kwenye vita, lazima aibuke tena kama soja akapambanie namba. Lakini kwa msimu huu bado naona Kamara ana stand kwenye vitu vingi sana akiwa bora. Although Simba ameruhusu mabao 11, Yanga ameruhusu mabao 10, lakini si nyakati zote ambazo Kamara utasema atakupa 100%, lakini nyakati alizokupa 100% Simba bado ilipata mafanikio ndani ya kiwanja. Bana, kuna swali nataka tumalize hapa, Godlisten Muro. Hivi most valuable player ama MVP wa ligi tunakuwa tunampataje? Zile criteria. Criteria zake kama sababu ziko nyingi, lakini kuna moja ambayo ndio inazungumzwa sana kwenye soko la dunia kwa sasa. Kwa sababu dunia imekimbilia zaidi kwenye namba, kwenye kumfanya mtu awe bora, imekimbia kuangalia zaidi namba. Yani dunia ya soko la football, yani football market ilivyo, namba ni namba moja zinatazama.
kocha ataambiwa mnamleta ameshinda vikombe vingapi? Tayari namba, sio? Ndio. Striker huyu amefunga mabao mangapi alipotoka? Huyu midfielder mnaotuletea amefanya tackling ngapi? Ame-intercept ngapi? Ame-block mara ngapi? Amezuia sio mikimbio ya mchezaji mwingine mara ngapi? Amegombea mipira sio aerial duels na ground duels. Sasa hizo namba haziepukiki bro. Ila tunapozungumza kwenye MVP, mchezaji bora, mchezaji mwenye thamani kwenye msimu kwa maana ya alichokifanya. Kuna wapo wanaanza na namba. Maybe umecontribute kwa kiwango gani? Lakini zile namba mimi huwa nawaambia watu zilikuwa zina faida gani kwenye timu yako. Kuna watu huwa wanamaliza ni top scorer afu wako nje ya top 4. Timu yake imesaidia nini? Sawa, anamaliza ni top scorer labda ana bao 30. Si ndio? Lakini timu yake imaliza nafasi ya 6. Kuna mwenzako ana bao 28, umemzidi mawili, lakini timu yake ni bingwa. Ule anaonekana alikuwa na namna ambavyo anaiboost zaidi timu yake kuweza kufika kwenye mafanikio. Kwa namba pia ziendane na kile ambacho kinakuja kama output, matokeo kwenye kikosi. Lakini namba 2, kuna wale wanaangalia mchango ule wa kisayansi zaidi, football science. Alikuwa anafanya matendo gani muhimu ya kuiathiri timu. Inawezekana leo tunamuona Pacome ana namba nzuri, Dube ana namba nzuri, Mzize ana namba nzuri, Max ana namba nzuri. Lakini ukakuta nani alikuwa anawapa huo utulivu? Labda ni Aucho, labda ni Mudathiri, labda ni Duke Abuya. Kwa kuna hapo sasa tunakwenda sisi walevi wa kuangalia soka kwanza kabla ya namba. Huo tunaanza kuangalia huyu jamaa nani anayewafanya hawa wanayofanya kwa utulivu wayafanye. Ndio maana kuna msimu MVP alikuwa yani Kibanga. Kwa nini? Hakuwa top scorer. Scorer wa klabu alikuwa Mayele. Kina Azizi walikuwa kwenye fomu ya juu. Lakini kwa nini Bangala alikuwa MVP? Ni athari yake chanya ndani ya kikosi. Yani ujio wake ulikwenda kuinfluence nini kwenye timu? Utulivu ulipatikana kwenye timu? Ndio. Timu iliweza kuwa na umiliki mzuri wa mpira? Ndio. Timu ilikuwa na leadership, uongozi ndani ya kikosi? Ndio. Alikuwa na athiri asipokuwepo ndani ya timu? Ndio. Na akiwepo, ukienda kuweka kwenye graph, ipi ilikuwa na madhara? Unagundua okay, asipokuwepo timu ina shake. Akiwepo timu inaamka. Hiyo ndio athari ya bila kutaja namba. Ndio maana ule msimu Bangala anakuja, Juma Shabani, Mayele, Jesus Dukapele Moloko. Kuna bwana mmoja ni shabiki wa Yanga walialia, ni mwenyekiti wa tawi la Yanga pale Mwenge. Nilikuwa nikiendaga naye uwanjani namwambia, unajua mimi nikija kuangalia mechi zenu za Young Africans, mimi kuna mchezaji mmoja tu ndo ananifanya niangalie mechi zenu. Akawa anajua labda nitataja Mayele, labda Azizi Krista Faisal. Nikamwambia ni yule kijana kutoka AS Vita Club. Yani Kilitombo Bangala. Alipita AS Vita pamoja na AS FAR Rabat. Akawa ananiambia Mulo, kwa nini? Imagine ilikuwa ndo mwanzo wa msimu. Nikawa ananiambia huyu aliposhuka na AS Vita Club, wakati wanacheza na Simba, Simba anafuzu 2-1 kwa Mbinde ile usiku ile bao la Chama. Mohamed Hussein na Chama. Wakati bao lao lilifungwa na Francis Kazadi, Kasengu. Unakumbuka ile AS Vita? Nikawa ananiambia Ngoma alikuwepo, Jean Marc Makusu Mundele na kadhalika. Lakini mtu aliyekuwa anawafanya wale wacheze vema alikuwa ni bwana Bangala. Sababu akiwa na mpira timu haina pressure. Ana utulivu sana, anaamua football iende wapi. Timu ikiwa under pressure, yeye ndo shock absorber, ndo anakwenda kupunguza ile stress ya timu. Nikamwambia huyu uchezaji wake, huyu ndio top kwenye usajili wangu wa Yanga wa msimu huu. Imagine, msimu unakuisha, wanakwenda kwenye tuzo za mchezaji bora, si mfungaji bora, si timu bora, si nidhamu. Bangala alikuwa MVP, most valuable player. Yeye bwana, nikamwambia unakumbuka mwanzo wa msimu nilikuwa nakwambia huyu hana namba lakini balaa lake ndani ya kiwanja. Ndio. Bangala alikuwa MVP. Kwa hata msimu huu bahati nzuri ni kwamba wachezaji wengi wamekuwa na namba nzuri. Ni ngumu kwenda kumtafuta yule ambayo anawafanya wenzao waonekane bora. Ukimsema leo Kagoma, ukimsema leo Ngoma, ukimsema leo Duke Abuya, wanaweza kawa bora, lakini namba kuna baadhi ya watu zina shauti sana. Kina Uwa, kina Dube, kina nani huyo Mzize. Kwa hiyo kwa swali lako, inawezekana namba, statistics, takwimu za players zikamsababisha kuwa MVP. Inawezekana athari kama Bangala wakati ule, au Dickson Job wakati fulani, au Mohamed Hussein Shabalala alishaikuwa mchezaji bora. Ni athari yake akiwepo kwenye kikosi, timu ina uhai upi, akikosekana timu ina uhai upi. Hiyo wakati mwingine waga nawapa ile tuzo ya MVP kama
namba zikiwekwa pembeni. Nje ya hapo hamna zaidi ya hiyo. Na cha mwisho, umefanya nini kwa ajili ya club na club imepata mafanikio gani kwenye msimu? Kwa mfano leo hii ikitokea Young Africans anakuwa bingwa wa msimu, ni ngumu sana kuona huwa hata kama ana namba nzuri anakuwa MVP. Ikitokea Simba anakuwa bingwa, ni ngumu kuona kina Pacome tena anakuwa MVP, kwa sababu end of the time lazima tuangalie athari chanya. Ni mara chache sana imetokea MVP wa msimu akatoka nje ya timu ambayo imekuwa bingwa. Yaani ni mara chache mno. Msimu uliopita MVP alikuwa nani? Aziz Ki. Na ndo top scorer. Timu ilikuwa bingwa. Ilikuwa bingwa. Nyuma yake MVP alikuwa nani? Fisto Kalala Mayele. Bingwa alikuwa nani? Young Africans. Nyuma yake MVP yani Kibangala. Bingwa alikuwa nani? Young Africans. Chama alipokuwa MVP, bingwa alikuwa nani? Simba Sports. So unaweza ukaona. Bana, mimi nikushukuru sana kwa wakati wako. Asante sana mtazamaji wa Nakivona Media kupitia eSports Zone atakuwa amenufaika mengi kweli kweli, hasa yale ambao ameyazungumza na kuyadadavua, ukimuondosha utondoti uliomjaa uliotukuka ule wa Mediasan. Na ujue tu michuano hii ya FIFA inaendelea vilabu pale Marekani. Ndugu zako wamejaa wengi sana kutoka Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Boca Junior na River Plate. Wale wa Brazili ambao ndo wamekuambukiza yale majina. Mimi naondoka nale Boca Juniors. Sasa wewe tutakuwa wengi huko. Mimi mwenyewe Boca. Kumbe Boca. Ukishakuja tu utashangaa timu yangu inaishia tu ya makundi. Hatukutaki. Nabaki na River Plate. Nenda na River tu wapinzani au vipi? Haina noma. Bana, huyo alikuwa ni Godlisten Muro, mchambuzi mtaalamu wa masuala ya uchambuzi wa soka hapa nyumbani Tanzania, akiweza kuzungumza mengi kweli kweli, lakini yote kwa yote amedadavua kwa mapana na mawanda yake zaidi. Nikukumbushe mtazamaji wa Nakivona Media kupitia Sports Zone ya kuwa kinyesi si mwiba, lakini ukikanyaga lazima utachechemea. Yadhari na njia ambazo unapita huenda zikawa si nzuri kwa maisha yako ya leo na ya kesho. Yote hayo mimi ni Todo Santos Amistuni Mpemba, mwenye majina ya Kibrazil. Remember the name, enjoy the game. Nguvu kubwa ambayo imefanywa na wale wote walio nyuma ya kamera, Nick mtaalamu, lakini bila kumsahau fundi picha Mchome na timu nzima ya Nakivona. Tuwapongeza na kuwashukuru sana. Hadi wakati mwingine, maasalam wa ila liqa, kwaheri.